أحييكم بتحية الله تحية المباركة تحية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أصدق في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla fi Ula, nimezitaka ziada za rehma na amani za Allah zimwendee Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almushahiduna alkiram. Karibuni kusikiliza somo nzuri kabisa. Somo letu linazungumzia namna gani ya kuondoa matatizo, namna gani ya kuepukana na baadhi ya mitihani ambao inaokupitia wewe na mimi kwenye maisha yetu. Nimeleta mwelekezo mzuri kabisa ili watu waache kumshirikisha Mwenyezi Mungu, na ile hali Qur'ani ni kitabu ambacho kina uwezo na nguvu kubwa sana ya kuondoa kila aina ya matatizo tunayokabiliana nayo sisi kwenye maisha yetu. Mtangazaji wa somo ni kijana wako mpendo wako Al-Habib Sheikh Jibril, DRC Congo, mkaaji wa jimbo la Chopo. Somo letu tunazungumzia ibada, miongoni mwa ibada yenye kuwa na daraja kubwa ya ufunguzi wa kila shida wewe unayo. Ibada hii haijalishi shida yako ni shida gani, yani shida yote ambayo utakayekuwa nayo, pita kwenye mipito hii ambayo nataka kuelekeza hapa. Wallahi utakuja kunishukuru na kuniombea dua nzuri kwa Allah. Na dua yangu mimi naomba Allah anizidishie ilmu na maarifa ili niendelee kufaidisha walimwengu insha Allah. Awalan, ama jambo la kwanza, ibada hii hufanywa muda wa siku 18. Sawa? Ibada hii utaifanya muda wa siku 18, na kwenye siku 18, siku 9 itakuwa ni siku ya funga, na siku 9 itakuwa ni siku ya kula mchana. Hii funga itakuwa kama funga ya Nabii Allah Daud alayhi salam, ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi yake ya kwamba khairu siyami Daud, siyami bora ni siyami ya Daud. Daudi alikuwa inahu kana yasumu yauman wa yafturu yauma, alikuwa akifunga siyami yake siku moja anakula na siku nyingine anafunga Daudi. Sasa hii funga, na wewe utakuwa ukifunga kama alivyokuwa akifunga Daudi. Siku moja utakuwa unakula mchana na siku nyingine utakuwa unaingia kwenye saumu. Jambo la kufuata, kwa hiyo siku 18 utakuwa na baadhi ya dhikri ambao utakuwa unaifanya kwa siku yote 18. Kwenye siku zote 18 utakuwa na dhikri ambao utakuwa unaifanya, na dhikri yenyewe utakuwa unaifanya kwa mida maalumu, sio kila muda. Na mida yenyewe ni baada salatul fajri wa baada salatul maghrib. Hii ni mida mbili ya kufanya ibada hii, baada ya swala ya alfajiri na baada ya swala ya magharibi. Ndugu yangu, wallahi dhikri hii ni mujarabu kabisa, tena ina uwezo mkubwa sana wa kukufungulia matatizo yote unaokabiliana nayo, ambao wengine nawapelekea kumkufuru Mwenyezi Mungu, hata kufikia kutoa makauli isiyofaa kabisa. Wengine wanazungumza wakati anapoingia kwenye mitihani nyingi, anasema labda yeye alikuja kusindikiza watu wengine duniani. La sivyo, Allah ameshatuambia tumuombe atatujibu. Ingia kwenye maombi muda wa siku 18, unakuwa
unapitia kwenye matatizo miaka nyingi, hii siku 18 inaweza kuwa sababu ya kufungua matatizo ya miaka 30, miaka 40, miaka 50. Allah atakuondolea matatizo kama vile magonjwa, kama vile ukosefu wa riziki, muda wa siku 18 tu. Utafanyaje sasa? Twende moja kwa moja kwenye utaratibu. Jambo la kwanza, unatakiwa kuwa na soma jina ya Allah. Sawa? Allah, siseme useme ya, bali utatumia tu jina ya Mwenyezi Mungu, Allah. Allah, 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 Allah. Utaisoma mara 4356, 4356 fois. Sawa? Asubuhi. Kisha baada ya kumaliza Allah 4356 fois, utasoma aya miongoni mwa aya za Qur'ani. Utasema Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sawa? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sawa? Utaisoma aya hii mara 24. Sawa? Kama asubuhi, ukimaliza asubuhi, subiri tena jioni, usome hivyo hivyo kama ulivyosoma asubuhi. Na kesho yake pia ukiamka, endelea na ibada, usikati hata siku moja mpaka utakavo kamilisha siku 18 ya ibada. Wallahi ndugu yangu, ibada hii mimi nilishawahi kuipitia na nimeshawahi kupitisha watu wengine. Mimi kwanza mwenyewe alhamdulillah, Allah aliibadili maisha yangu, akanitoa kwenye uzito niliokuwa nao, Allah akanipeleka katika njia nyepesi. Na wengine niliokuwa nikiwaelekeza ibada hii, kwa sasa tunavyozungumza mimi na nyinyi kwenye mtandao wa TikTok, kwa sasa maisha yao ni mazuri kabisa. Waliokuwa wagonjwa, Allah ameisha waponya kwa sifa yake ya Shafi. Waliokuwa na dhiki ya kukosa pesa, Allah ameisha waondolea dhiki yote waliokuwa nayo, kwa sasa wanakuwa ni matajiri. Basi tunamuomba Allah kwa kila atakayefanya ibada hii, Allah mjalie kheri, apate mafanikio kwenye ibada yake. Wallahi ndugu zangu, tujitahidi. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mungu anapenda wepesi kwetu, Mungu apende uzito kwetu sisi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baada ya uzito faraja itakuja. Unayopitia yote Allah anakuona, lakini elewa, ipo siku machozi yako itafutwa na Mwenyezi Mungu. Na leo ndo siku ambao nimetaka ufute machozi yako, ingia kwenye ibada. Ongea na Mola wako, acha kuwategemea binadamu wana sifa pungufu. Acha kuitegemea chupa, miti, hivi vitu vyote vina sifa pungufu, bali Allah ndo mwenye kuwa na sifa isiyokuwa na upungufu. Tumtegemee Mwenyezi Mungu. Fanyeni ibada, kithirisheni kufanya wema, toeni sadaqa, fungeni siyami za sunna. Allah atakuja kuwaletea mazito yote yakawa mepesi insha Allah. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.